Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu Tundu Lissu tayari imeanza mahakamani hapa, na mawakili wa serikali pia wapo tayari na majaji pia tayari wameshafika. Anasimama Renatus Mkude, anasema wanaye shahidi mmoja, lakini shahidi mwingine anayefuata amefiwa na mkwe wake, kwa hiyo leo tunaye shahidi mmoja. Anasimama Lissu, anasema kama amepata msiba ni wazi hawezi akaja. Mimi niko tayari kuendelea na shahidi aliyopo, lakini tutakubaliana angalau waje mashahidi 3 kwa siku. Nasema hayo sio kwa sababu sitaki watu waende msibani, ila nasema ili tujue ni muhimu tukatumia muda vizuri, ili wasiokwenda msibani tubaki nao kufanya kesi. Anasimama Renatus Mkude, anasema hili ni jambo la kibinadamu, tunaomba na sisi mawakili wa serikali twende pale kumcomfort mwenzetu. Jaji, mshtakiwa unasemaje? Mheshimiwa Tundu Lissu, sijawahi kuwa na roho mbaya kiwango hicho kukataza watu wasiende msibani kama wao wameona kuna umuhimu huo wa kwenda. Jaji anasema basi tuendelee. Renatus anasema shahidi tuliye naye ni P7 na ataongozwa na Thawabu Isa, wakili wa serikali. Shahidi ameletwa na ameingizwa kwenye kiboksi. Jaji anauliza una miaka mingapi? Ninayo 26. Dini yako? Mkristo. Anaapishwa hapa shahidi na wakili wa serikali Thawabu Isa anaanza kumhoji shahidi hapa. Wakili, unajishughulisha na nini? Shahidi wa kificho P7, dereva bajaji nafanyia kwa Mrombo kule Arusha toka 2023 nafanya kazi hiyo. Wakili, hapo kwa Mrombo pakoje? Shahidi wa kificho, kuna watu wengi sana, kuna maduka na watu wanafanya biashara hapo, ikiwemo maduka ya mahitaji ya nyumbani. Wakili, tarehe 3 mwezi wa 4 2025 kuna nini kilitokea? Shahidi wa kificho, hiyo tarehe majira jioni nilikuwa kijiwe cha kwa Mrombo Arusha, tulikuwa hapo kijiweni na tunafanya mazungumzo ya kawaida. Wakili, ikawaje? Shahidi wa kificho, kuna mwenzetu wakasema hamjamsikia Chadema wanasema watazuia uchaguzi mwaka huu, wamesema watakinukisha mbaya. Alikuwa anatuelezea hayo. Wakili, kingine nini? Shahidi wa kificho akasema kuwa polisi wanaiba kura, hata ukienda mahakamani hautapata haki. Wakili, kikaendeleaje baada ya mtu huyo kusema? Shahidi wa kificho akasema pia majaji ni vibaraka wa CCM. Akasema pia mwaka 2024 tume ya uchaguzi ilipewa maelekezo ya kukata wajumbe wa Chadema. Tuko tunaendelea na haya mazungumzo, nilipata hamasa kupitia hayo maneno niliyosikia akisema yule bajaji mwenzangu. Wakili, sasa weka vizuri, wewe ulifanya nini? Shahidi wa kificho, niliingia kwenye mtandao wa YouTube na mimi niweze kujionea hayo maneno. Nilitumia simu yangu na kuingia channel inaitwa Jambo, simu ya janja. Wakili, nini kiliendelea? Shahidi wa kificho, nikafungua channel ya Jambo na kukuta yale maneno kama nilivyoambiwa hapo kijueni. Wakili, nini kikaendelea? Shahidi wa kificho, baada ya dakika chache kuna watu wakaja wakajitambulisha kama wao ni maaskari na baadaye watu walikimbia tukakamatwa mimi na P4. Wakili, kilichoendelea hapo? Shahidi wa kificho, tukapelekwa kituo cha polisi Mrieti, tulikaa kama dakika 45 tukapelekwa kituo cha polisi Central mjini. Wakili, baada ya kuwa umepelekwa Central ikawaje? Shahidi wa kificho, tukaingizwa ofisi ya RCO, nikaambiwa nashtakiwa kwa kosa la kutaka kufanya fujo. Niliandikwa maelezo na kuingizwa mahabusu, na asubuhi yake ndugu zangu walinifuata, nikadhaminiwa na kupewa tarehe za kuwa naenda kuripoti kwenye hicho kituo cha polisi. Wakili, nini kilifuata? Shahidi wa kificho, nikaa na ripoti kwa mujibu wa mpangilio wa hiyo ratiba. Ilipofika tarehe 17 mwezi wa 4 2025, baada ya kufika kuripoti kama kawaida, nikaambiwa naandikwa maelezo upya.